Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika maeneo haya ya Manzese, maeneo Midizini. Leo tulikuwa katika jambo kubwa kabisa lililoandaliwa na vijana wa Zuna wanaopatikana hapa Manzese. Kwa hiyo hapa nipo na kiongozi katika viongozi wakubwa wa jumuiya ya kina mama katika Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA. Yeye atajitambulisha kwa haraka na tutamuuliza mawili matatu kutokana na hili ambalo vijana wa Zuna wameamua kulifanya. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama kiukweli mimi leo nina furaha kubwa sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwawezesha watoto wangu, kuwajalia kufanya hili jambo kubwa la leo, na inshallah Mwenyezi Mungu atawaongoza moja kwa moja. Na hii walianza mwaka huu, walikuja nyumbani wakasema, mama, sisi tunataka kumwadhimisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanya hafla yao ndogo ya Maulidi kama kuanza, na ili wenyewe wakakaa watoto kama watoto. Mimi mzazi amenifanya surprise jana, ananiambia mama, kesho jambo liko uwanjani. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nawaombea Mwenyezi Mungu wanangu, Mwenyezi Mungu azidi kuwaongoza. Kwa kweli nina faraja kubwa kwa watoto wangu kuamua kubadilika. Sitoweza kuongea mengi sana kwa sababu naofia Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha tamal mahabba sakatul adab. Mapenzi atakapokuwa yamezidi basi adabu itakuja, itaondoka. Kwa hiyo nitaweza kuongea maneno mengine ambayo hayapo yakaja yakaribu hafla ya wanangu. Kiufupi nimefurahi sana na naendelea kuomba Mwenyezi Mungu wanangu, Mwenyezi Mungu azidi kuongoza inshallah. Shukrani. Tumeona namna mapenzi yalivyokuwa makubwa mpaka ameshindwa kwanza kujitambulisha yeye ni nani. Ameanza kuzungumza kile ambacho kipo katika nafsi yake. Makubwa kwa vijana wake hawa wa Zuna kwa jambo hili kubwa la kuandaa dua ya kukumbuka wazee katika maeneo haya Manzese, na kuandaa iftari kubwa kabisa ya kula na wajane na watoto yatima na wale wasiojiweza. Lakini moja kwa moja nirudi kwake ajitambulishe tu, na baada ya hapo tumalize, ili moja kwa moja tuwape nafasi wengine waweze kuzungumza. Ukhti, nataka ujitambulishe ili watu wakufahamu, maana mahaba wameona lakini bado hawajakufahamu ni nani na nafasi yako ipi katika hili. Kwa jina naitwa Ukhti Hamisa Saidi Ngajimba, ni mwenyekiti wa JUAKITA wilaya ya Ubungo, lakini ni mkazi wa maeneo haya ya Zuna na ni mama mlezi wa hawa watoto wa Zuna. Na sasa hivi jina lao la Zuna wamebadilika, wanaitwa jeshi, wao ni jeshi la Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hizbullah. Ni kidogo, kwa hiyo Hizbullah ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ajalie jeshi kweli katika mtaa wetu wa Midizini na kata yetu ya Manzese inshallah. Na zamani walikuwa wanaitwa Zuna, lakini baada ya kubadilika wakaamua kujiita au ameitwa Hizbullah na viongozi hawa kwa kuwa ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu inshallah afanye wepesi katika majambo haya, waweze kufanya mambo makubwa zaidi masiku yajayo. Bado tupo katika viwanja hivi vya Manzese, maeneo ya Zuna, ambao kwa sasa hivi vijana hao wanaitwa Hizbullah, jeshi la Mungu, ambao wao walikuwa katika mambo ya ujana lakini wameamua kubadilika na kufanya mambo ya khairati, na leo wameandaa jambo kubwa kabisa la kuwafanya dua wazee wao eneo hili, lakini pia kuwa na iftari kwa ajili ya watoto mayatima, wajane na wale wasiojiweza, na watu mbalimbali wamekusanya hapa katika jambo hili. Nipo na mmoja katika viongozi wao, atajitambulisha kwa haraka na kisha baada ya hapo tutamuuliza mawili matatu kuhusiana na jambo hili. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Jumbe Waziri Jumbe, ni kiongozi wa vijana wa Zuna. Tumezamilia kufanya hili jambo kwa kheri na salama. Hii ndio itakuwa asili yetu, kila Ramadhani ya 15 tunafanya jambo kubwa hili la kufuturisha, na tunaomba ndugu zetu wanaoendelea kuja waje kutuendelea kujumuika na sisi kwa pamoja kwenye jambo inshallah. Ukiwa kama kijana una lipi la kuambia vijana wenzako katika majambo kama haya? Majambo haya ni kwa ajili ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kama sisi vijana, umri wetu huu, ujana unatuongopea sana. Inatakiwa vijana tubadilike, vijana tuwe na mifumo mengine, vijana tumjue Allah sana, vijana tubadilike. Mifumo kama hii ndio mifumo ambayo inaofanya mpaka sasa hivi vijana waweze kuonekana kama vijana. Kwa idhini yangu, kwa ushauri wangu, vijana wenzangu, tuige mifano kama hii. Inapendeza sana kwa vijana kubadilika kuwa na mifumo kama hii.
Inshallah huyo ni kiongozi Jumbe, Waziri Jumbe ambaye amezungumza, lakini ana mambo mengi na wakati mdogo. Basi inshallah siku nyingine tutakuja kuzungumza nao mengi zaidi kwa kuhusiana na haya wanayofanya mengineo. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.